Naam, ni tarehe 2 za mwezi wa 5 2025, majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga na hii ni Baraka1 TV, ambako uko unasikiza matangazo yetu kutoka kote duniani. So big up sana kwa Kisaba Ayeba, big up sana pia kwa Ankis Kandeke, big up sana kwa Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic na Makia Afrika Kusini. Big up sana kwa Ejide Kizenga Tembele. Big up sana kwa Shaban Seleman, the only one king. Kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV. Sijamsahau pia Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Men Kiza Salum, na sijamsahau pia Mashaka Ayamba, bila kumsahau vile vile Diedone Butoto. Ndugu zangu, tutakwenda kusumulia na haya mambo ambayo yameweza kutokea hapa Uvira, ambako wazalendo na FRDC wameweza kubishana. Imekuwa ni tofauti na jinsi iko inatangazwa, jinsi iko inasambazwa na watu mbalimbali kwamba Uvira vita kati ya wazalendo na FRDC. Juste ni nini? Tutakwenda kuzungumzia chanzo ambacho kilipelekea mkanganyiko kuweza kutokea, na pia tutasikia majibizano kati ya wazalendo na FRDC, huku wamoja wakisema kwamba wao wanazingisiwa, wameonewa, wala hawakuwa na hiyo nia, na agisi watu wako wanaitaxe FRDC kwamba ndiyo M23, FRDC ndio iko naingiza M23. Kwa upande wao pia wameweza kujibu na kusema yote ambayo yako yanasemekana dhidi yao ni ya uongo, wala hayana uhakika ndani yake. So hayo ndio ambayo tutakwenda kuyazungumza, lakini kabla hapo kwamba nikwambie tu kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na tutoe shukrani za dhati kwa wale wote ambao wako wanaendelea kuchangia operation hii, kwa sababu lengo letu ni kusema kwamba kadiri muda uko unakwenda ndivyo tuko tunazidi kujimarisha na kukusanya ili tuendelee kufanya mambo makubwa ambayo yatasaidia ndugu zetu ambao wako wanapambana. Kama mnavyojua, wazalendo tupo categories mbalimbali, na wewe pia ambao uko unachangia pia huko ni mzalendo vile vile, na sisi ambao tunapokea na kuingiza shughuli pia tuko wazalendo, na wale ambao pia wako wanatumia silaha kupambana na wao pia vile vile ni wazalendo. Kwa hiyo tumia namba zetu hizo hapo kwa screen yako ili tuweze kuwasiliana. Na jambo jingine pia, tembelea B1 TV channel 2, andika tu Baraka1 TV channel D na utakutanana na baadhi ya vitu ambavyo viko vinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Big up sana kwa wote ambao mko mnatufuatilia. Tunajua kwamba ni jambo moja la heri sana kuona ndugu jamaa na marafiki ambao mko mnaungana pamoja na Baraka1 TV. Nguvu zetu zinatoka kwenu, sababu sisi bila nyinyi wala hatuwezi kufanya jambo lolote. Sasa tuanze kwanza na hili swala hapa. Kumekuwa kuna mvutano mkubwa kati ya FRDC na wazalendo, huku FRDC wakiwataka wazalendo waweze kuachia mapozisyon ambazo wanatakiwa wao ndo waikae pale kwa sababu ya kusekirize maeneo, na vile vile pia kumekwisha kuingia sumu katika raia na kwa wazalendo kwamba FRDC wao ndio M23. Sasa hii inafanya kutokuwa na confiance. Jambo la pili ni kwamba kuna meli kutoka Kalemie ambayo ilikuja na mamunition, na ile mamunition iko bloke kuporo, iko bloke na watu wa Komandarene, kutokana na kwamba meli iliingia mporo na bila kuwa na information yoyote kwa wazalendo. So wazalendo hawajui kwamba zile silaha ile mamunition zinaenda wapi, zinaenda kwa nani na zitafanya nini, na kama wao wameingiza silaha wa Uvira, kwa nini wazalendo wasijue? Wazalendo wako wanakosa silaha za kupigana, wanakosa risasi, wakati FRDC iko naingiza mamunition. Sasa wakawaambia kwamba hizi vitu hamtazitoa humu, zitabaki humu mpaka tujue zinakwenda kufanya shughuli gani. Na hapo pia pakaingia mkanganyiko, mpaka ilifikia hatua kwamba wazalendo wakataka kurushiana tena risasi pale kwa bandari, ikiwa ni mchana kweupe. So haya mambo mawili yamekuwa yakileta wasiwasi sana ndani ya mji wa Uvira, na hiyo kupelekea wazalendo
kuanza kutokuamini kabisa FRDC, na raia pia wakianza kuwatupia maneno ya kejeli na kashfa FRDC, huku FRDC na wao pia wakijaribu kuwa najitetea na kuonyesha dalili ambazo ziko zinapitikana. Sio wao ndo wanafurahia kuona jinsi hakuna oda kutoka Kinshasa ambayo iko inakuja kwamba twende tupigane, lakini wanashangaa kuona jinsi raia iko inawalaumu na pia jinsi wazalendo wako wanawachukulia ondireki ni wasaliti. So ndio bado tutakwenda kujadili na hivyo. Tuanze kwanza na hii hapa. Huu mvutano ulifanyika maeneo ya Kasenga. Kasenga, kwa wale ambao hawajui Uvira, Kasenga ni sehemu ambako kwanza moja ndo chimbuko la wazalendo. Kasenga mnivu ya Uvira. Kasenga ni chimbuko ambalo lina vijana wakorofi sana. Kasenga ni chimbuko ambalo lina watukutu sana. Kwa hiyo sehemu ambako wazalendo wana ngome zao za juu ni Kasenga. Na pia Kasenga ni sehemu ambako kuna milima yenye ina urahisi wa kuweza kupanda na kutokomea, na usijulikane ulipandia wapi na unaishia wapi. Maana inakuwa ni ngumu sana kwa mtu kuweza kuonekana juu. Ni milima yenye inakaa mbali kidogo na maeneo ya mgini, tofauti na maeneo ya Mulongwe ambako milima yote kwanza unaona ni milima yenye iko inaonekana kama mtu ule anapanda, ule anaenda, ule anaenda mbele. Kwa ngambo ya Kasenga inakuwa ni ngumu, unaona. Kwa sasa hivyo na kuna position ya wazalendo ambayo iko yulu, iko juu ya Kasenga, iko juu ya milima maeneo ya Kitundu kule. Sasa FRDC wanaona kwamba ile wazalendo kukaa pale inawaharibia CV, sijui kwamba inawajene, wanaona sasa vile hawana kazi, hawafanyi kitu. Kwa hiyo wanatakiwa wao ndo waweze kusekirize Uvira yote. Sasa na kile kitendo pia kinawakera wazalendo. Kwa hiyo wakamwambia hapana, nyinyi hamwezi kaa juu yetu. Sawa? Kaeni mle katikati ya mji. Sisi tunakaa huku pembezoni tukilinda mazingira. FRDC wakasema hapana, nyinyi hamwezi kaa huku, inabidi mtoke hapa, mtafute sehemu nyingine ya kwenda. Sasa hapo ndo kukaingia nini? Sintofahamu. Ikabidi wazalendo waambie kama ndo tabia ambayo mnakuja nayo hii, basi sisi hatutokubali na hapa tolochana. Asubuhi tu ikafika hivi tu, FRDC wakapanda bule makaburi ya Kasenga, wakaanza pandisha. Sawa walipanda kule juu, wazalendo wakapewa habari ambao bwana jamaa wanakuja. Na sawa walifika kule, moto ndo ukaanza kuwaka. Shughuli ikakuwa pevu. Na kama unavyojua wazalendo FRDC sijui nini wajifunzi. Hapa tu wakati yenye walikuja na kimbia hapo, walipigwa hapa kama karanga. Sawa? Na ile kiburi yenye biko nayo, biso tuza arme ya leta, biso tuza na minduki, tuza na misio papa. Bino bozana na ba minduki, bozana na ba minisho, bozana na bloku tu. Me bozo bondate. Kaka kokima ba repli stratégique nde bino boyebi. Sikoyo ule bovanda ase, ule bovanda kimia na bazalendo, boko labore na bazalendo po bozwa mamo stratégie ko beta munguna, mais bokomi bino entre bino komiboma. Wana zana solution nini? Wana solution zati? Ushelewa? Sasa katika hii mazingira yote inafanya sasa watu Uvira na RDC yote en general kutokuwa na imani kabisa na wazalendo. Na kila mtu yuko anakuambia FRDC itoke Uvira, wale ndo wasaliti. Watu wanakuambia kwamba FRDC iko inataka ijiproklame mu Uvira, seme Uvira tombe. Unaona? Uvira tombe. Wazalendo wanasema no, ile swala haitatokea. Yalo sasa kuko majibizano kati ya wazalendo na FRDC. Nilibatika kuweza kufanya hii deba na kupata hizi maujumbe. Tuanze kwanza na ujumbe huu ambao ni mtata. Wazalendo wanachukizwa na kitendo cha FRDC kwanza kuanguka kwa Kaziba. Gisi Kaziba ilianguka, gisi walikimbia, wakawachia wazalendo risasi zimewaishia, au kuwapa backup nini na nini. Kwa hiyo wana hasira sana
Hebu tusikize. Natangazia FARDC. FARDC gisi mnapana Kaziba. Wote ule mwanajua alikuwa mkaziba FARDC. Luindi njo freyen. Na gisi munafentema umasasi kulialia mkaziba ya kuonesha gisi munaipana gisi mulipana Goma mnakapana Bukavu, ndio mnakuwa position ya kukimbia sama plane mnapanulia njia sivile. Ule mshenzi wowote manayua ako mFARDC saa hii ile Luindi mpasule kule kumilima. Ndugu zangu mimi nawaambia tutauana sasa, tunataka kuuana sie peke na tuvivuruge vyote mu niveau ya bien. Mu niveau ya bien. Juu muwe mnasibisha matumbu zenu, bakaka zetu basi bako banatuingilia se banaume njo bako banapika mafimbo kutuua, nye munko munakimbia mambo yenu. Sasa sikiliza tuambiane. Mimi niko mzalendo na sitasema niko mtimu ya nani, na sitasema nani kiongozi wangu. Me condition ambayo tunakunawaibia sasa hii. Bipande, bishuke, hiyo maselese VF yenyewe mko mnasema mnaleteana huko ya kwa mnatukatalizia ordre. Gisi mko mnakimbia na Barundi, mnapiga masasi wa kudanganya tuko tunabasoma. Sasa sikiliza. Iwe mkubwa batayo gani? Iwe komando gani? Iwe nani? Mbele ya Mungu tunataka kubonesha sasa esprit yetu ya sasa ba maimai bazali. Tunataka kubonesha sasa esprit yetu. Kumbuka kitu tuliwakamata Muvira Mwenyavuli teni tunamuraru. Sasa tunasema hivi. Kama bakubwa wetu bako nakatala kuongea kusema, sasa siacha sisi ba macheo ya chini tuambie hivi. Gisi mnapana mnasezi kaziba. Pale ya kupigana na sisi nyie, afadhali tupigane kwanza na nyie juu nyenjo M23 nyie. Si vile? Mwisho tukamata sema nyama yenu mko mnapokea, si hatupokei, sisi tuko tunajitetea droit yetu. Kisha hata Mungu akiata na mnatuuisha si vile, mchunge sasa. Unaona? Hizo ni hasira za uzalendo. Sasa baada ya hapo sasa kuna hii nyingine ambayo ilikuja kutokea ya hii sasa ya hapa Uvira ambayo imefanyika maeneo ya Kitundu ambako maiti za FARDC na bablesi na wanapewa onyo kali kutoka kwa wazalendo. Hebu tusikilize. Mama we. Tulisema ni ba deserter haiko ba soda, batu mama wako wanakatala. Saa hizi sasa mwende muulize saa hizi Uvira. Wenyewe walipanda kule kumilima banenda chokoza hao watoto kule kumilima. Tuliwaambia toka zamani, tulionya basoda ya FARDC mutulie. Mwache kwenda kuchokoza hao watoto kule kumilima. Hao ni watoto benye haingi likuwa traizo kama saizi bako Mubukavu kama bako Goma bako banapigana. Ni watu benye banayoa vita. Mwa mnasema mlienda ku formation. Mwende sasa muulize basoda ya FARDC saizi basha shusha mili ngapi yene basha shusha. Maiti ngapi basha shusha. Benye balinda chokoza wale watoto. Tunawaambia muache. Jue tashimama abo batoto bemko mnenda chokozo kumilima, ni batoto banakulaga kashongo, ni batoto benye barikiwa na bamama abo. Na kama hengi likuwa itraizo ya basoda ya FARDC wala serikali yetu, kama tayari mingini yote nye M23 likamataga. M23 na bayua mzuri. Me haingi likuwa basoda ya FARDC kama hakuna kwenye M23 na lia. Mwende sasa muulize size. Blesse ngapi zisha shuka Muvira? Blesse ngapi zisha shuka Muvira zebasha shusha? Blesse ngapi na maiti ngapi zinashuka? Mwende muulize size. Muache kwenda kuchokoza watoto. Na kama mko na besoin ya kupiganisha M23, muhakikishe kwenda kupiganisha M23. Et deuxième fois tunabaonya kuambia kama si iya deja mko mule muna contrôler mungini yote Uvira na bazalendo na FARDC. Mbele ya kudeployer na mbele ya kuleta kama ni vyombo fulani. Mko muna ma communication, Motorola ziko, telefone ziko, kila watu walipatia na numero. Pourquoi pas mshinde kuambia bazalendo kama tutaingiza bato fulani wala tutaingiza vifaa fulani. Sasa tusikilize sasa FARDC wao wanasema nini? Eske FARDC wanaridhika na hii hali? Eske FARDC wako nyuma na M23? Eske Muvira FARDC ina soutenir M23? Tusikize hii. Mupunguze kusema yenu kubasoda ya FARDC. Avo hivi vyote bitokee, muliyua maisha ya basoda ya FARDC depuis zamani. Mudunia muzima hakuna soda na teseka kasa soda ya FARDC.
Me munasema sana juu FARDC. Tuko na bafata kuma mitandao. Trop c'est trop. Munasikia? Sasa munawaza ke leo gisi Munyarwanda iko naingia hapa muinji yetu atupate bakubwa ya kuleta ordre ki tupigane na Munyarwanda. Wana waza gisi na sisi tuko na furahi. Atufurahi? Ngambo politiki kunaenda sie nanyi hatujui. Ngambo politiki kunatenda sie nanyi hatujue. Mwache kulamu bato. Tulikuwa kananie kuma vile ya Bukavu Goma. Tuko nateseka mu macho yenu. Mbona si tulikuwa muko natutupia hata mate kubeba hata FARDC kumugari. Muko nakatala kubeba soda FARDC mugari. Leo mnajua valeur ya soda FARDC? Ile mabato zote ziko pale mulaki Kivu. Haiko ya Banyarwanda. Bajerani banani? Mwache kutudanganya bandugu. Sai haiko tena saa ya kulaumu mwenjako. Munyarwanda, Kongole yote kuanzia Sidi Kivu paka Kinshasa, Bakongo, Katanga, Kasai, si bote tulipokeaka Munyarwanda. Tulikuwa yua ke Munyarwanda ni ndugu, tukale naye. Hatukukuwa waza leo bitatutokea hivi. Si bote ndo tushimame. Mwache kulaumu mtu. Mwache kulaumu mtu. Unasikia? Mwache kulaumu mtu. Mbele likuwa kata hapa hata mu vile ya Bukavu be vile ya Goma. Unagusa Munyarwanda, Kongole mwenjako anakuwa na kupiga hata ngume. Bongo kweli. Tulikuwa kubinwa kumacho. Na paka leo yuko na Bakongole bengine biko bajera Banyarwanda. Mu vile ya Bukavu vile ya Goma. Muko na jere mabato, muko na jere madepo, muko na jere manyumba. Leo sasa jizi bana tugeukia hapa, banaanza kutupigana sababu batunyanganye inji ndio mnaanza laumu bato FARDC nafanya nini? Ni ndio mnakula kama la Banyarwanda kuzidia FARDC. Muko bajera mabato, musha jenga manyumba nyuma ya Banyarwanda. Muko na dangana bato juani. Furaha yenu ndio FARDC toki mubaki na Banyarwanda mutumike na makazi. Kila kitu FARDC kama ilikuwaka na nguvu ube kama ilikuwaka na uwezo ya kupigana na Munyarwanda na M23 depuis zamani. Na hakuingia Goma. Pana mukokota banamuonesha njia pita hivi fanya hivi pita hivi fanya hivi pita na giza naingia Goma, na giza naingia Bukavu. Sasa Kaziba ndio atakosa kuingia. Banaume ya Goma, Bukavu, si bote tusimame. Mutoke kuma nyumba, mutoke kuma mugini, mutoke kuvili, muache banamuke kuvili. Batu wote bengie kupori. Mukamate mipanga, mukamate masila. Masila ziko za mingi zinakosa batu. Muache kudanganya batu. FARDC nafanya nini? Mbona FARDC ziko kidogo bazali ndio biko ba mingi kuzidia FARDC? Unasikia kitu kidogo tu FARDC nafanya nini? FARDC baishaka ujishe FARDC zamani. Hatokuwaki hata na mkubwa mmoja kusema ni Kongole. Mutoshaki ile mawazo. Na politiki ya nje ya leo haiko tena politiki ya Bakongole, ni politiki na kwanja bazungu. Mutamaliza bandugu wenu ya kusema mingi na moyo gizi politiki kunene. Biko na politiki bazungu. FARDC itafanya nini? Itapigana na nani? Nani atabapatia watu wapigane? Pole kwanza na biko na taitai jina ya FARDC kila siku FARDC abana ta yenye baisha fanya. Kama tulikuwa nilo uwezo beke na susia kupiganisha ya upigania inji. Zamani metuisha panda deja Bukavu. Zamani mebatu baisha ingia deja Goma. Tunazikalia kumakwe jua nini. Juu leta inayua fasi tukunenda. Gizi muzalendo desha shimama. Nyanyie bajene muhimu kuma mugini. Mufate bazalendo fasi biko.
Murenforce bazalendo. Mukamatani mkono moya. Mwache kulaumu batu. Saini sasa kushimama kila mtu. Haiko tena FARDC hapana. Kama unaona FARDC napitisha na wewe ndio unafunga njia. Ndio vile inakuwaka. Unaona mimi napitisha, wewe ndio unafunga njia, unafunga. Sasa utalaumu nani? Sasa mzalendo yuko na silaha nzito, yuko na silaha kubwa na yeye FARDC kuna na yeye kunayo. Wacha kula mwana. Ni saa kushimama, si bote tushimame, tupige. Asante sana ndugu zangu. Hayo ndio ambayo tuko nayo kwa siku hii ya leo. Nafikiri kwa yote ambao waweza kuyasikiliza, hii ni Baraka1 TV. Kikubwa ni kuendelea kuwa pamoja, kushare pamoja na kusubscribe B1 TV, na hivyo utakufanya kuwa wa kwanza kuwa unapata habari zetu za moto kila wakati. Tutazungumzia saa 9 masuala ya Joseph Kabila, Delice Sanga, Martin Fayulu kuweza kuungana kwa pamoja na kutoa declaration moja ambayo inapinga licha kwamba inaencourage lakini hairidhiki na kitendo cha Rwanda na Kongo kusaini mikataba ya nje, huku wakidai kwamba inabidi wanasiasa wa ndani waweze kukaa ili kupata amani ya kudumu. Wanasahau kwamba Joseph Kabila tayari mahakama inaanza kutafuta namna ya kumfuatilia kwa kesi za uhaini. So tukutane majira ya saa 9.